Mwigulu Lameck Nchemba, Mwigulu Lameck Nchemba, miaka yake 50 hivi sasa. Alizaliwa Januari 7 mwaka 1975. Pasi na shaka wananchi kutoka Makunda pale wilaya Iramba watakuwa na ndelemo, vifijo na vigeregere. Kijana wao kutoka Singida ndiye ambaye ametajwa hapa kuwa waziri mkuu ajaye wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watakaothibitisha ni bunge, kama ambavyo ibara ya 51 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania fungu la pili linavyosema, na majukumu yake yakiwa katika ibara ya 52. Mwigulu Lameck Nchemba naye alikuwa aamini ni kama alihemewa baada ya jina lake kutangazwa kwa yale ambayo alikuwa yanatokea. Imemshangaza kwa uso wake ulivyokuwa. Kwa hiyo kinachoendelea hapa sasa ni kwenda kuandaa karatasi ambazo zitahusika katika kumthibitisha hapa bungeni na kwa bunge wote. Mwigulu Lameck Nchemba, waziri wa fedha katika awamu iliyopita, amepitia katika njia mbalimbali hadi katika uongozi wake katika nchi hii ya Tanzania. Tunafahamu yeye ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Tangu Machi 31 mwaka 2021 amekuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akifanya majukumu hayo kwa nafasi hiyo, na tumekuwa tukishuhudia katika miaka mingi ya fedha katika upitishaji wa bajeti kile ambacho amekuwa kikisaidia serikali, na pongezi zinamiminika kwake sasa hivi akiendelea kuhemewa. Tutafahamu baadaye wabunge watampitisha ama itakuwaje. Itakuwa ni baada ya nusu saa ambayo spika wa bunge ameitangaza hapa. Anaendelea kuchukua pongezi zake ama maua yake kwa kutajwa tu hilo jina, basi itakuwa ni heri kwake. Na tumesema wananchi wa kule Makunda, Iramba, Singida, pasi na shaka huko sasa hivi watakuwa wanasikilizia ndelemo, vifijo na vigeregere vikiendelea katika maeneo haya. Amekuwa mbunge wa Iramba Magharibi tangu mwaka 2010 na karejea 2015 katika uchaguzi wa 2015, 2020 na amerejea tena kwa mwaka wa 2025. Mwigulu Lameck Nchemba ambaye ametajwa hapa baada ya jina lake kuletwa na mpambe wa rais Brigadier General Nyamburi Mashauri kwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hayo ambayo yamewekwa hadharani yanasubiriwa huku pongezi zikiendelea kumiminika kwake. Tupitie tu baadhi ya mambo ambayo yanamweka Mwigulu Nchemba katika nafasi hiyo na uzoefu wake kwenye utendaji. Huyu ni mchumi mbobezi kabisa, daktari wa uchumi, Dr. Mwigulu Nchemba, na tunakumbuka Mei mwaka 2020 yeye aliteuliwa kuwa waziri wa Katiba na Sheria baada ya kifo cha aliyekuwa waziri katika wizara hiyo, Dr. Augustine Philip Mahiga. Amepitia katika nafasi mbalimbali ikiwemo waziri wa mambo ya ndani ya nchi, lakini pia waziri wa Katiba na Sheria, na sasa nafasi akichukua itakwenda kumtengeneza kuwa waziri mkuu wa 12 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tangu taifa letu lipate uhuru mwaka 1961, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, tukapata Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1964. Hii shughuli Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akisimama kwenye jukwaa kama waziri mkuu wa kwanza kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1961, lakini akampisha Mfalme Rashid Kawawa ili aende kukijenga chama. Lakini baadaye tulipokuwa jamhuri mwaka 1962, uga ukarejea kwa mzee Kawawa na Julius Kambarage Nyerere, yeye akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo basi wale wote waliopita katika uga huo kulifanya taifa la Tanzania kufikia hapa lilipo, kwao ni kongole, na yeye atasimama kama kiongozi wa shughuli za serikali hapa bungeni, na tunasema ni kiranja ambaye atakuwa kiunganishi baina ya serikali ya Tanzania lakini pia na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupitie baadhi ya wale ambao wamepata kuhudumu katika nafasi kama mawaziri wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hadi hivi leo kutajwa kwa jina la Mwigulu Lameck Nchemba, ambaye kama akipitishwa na bunge hapa basi atakuwa anachukua mikoba ya Kassim Majaliwa ambaye mwaka 2015 bungeni hapa pia lilitajwa jina lake
akapita hapa, wabunge wakamthibitisha, na hatimaye katika uongozi wa awamu ya 5 ya Dr. John Pombe Magufuli, yeye akazishika hatamu za kiuongozi kwa mwaka huu wa 2015. Lakini Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli akaendelea kumwamini Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, na amehitimisha naye kwa mwaka huu wa uchaguzi, na tukiendelea na ungwe nyingine ya awamu ya pili ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukitoka kwa Kassim Majaliwa, tunafahamu Mizengo Kayanza Peter Pinda, yeye alikuwa ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2008 mpaka mwaka 2015. Tunafahamu pia alichukua nafasi hiyo ya kiuongozi kutoka kwa Edward Ngoyai Lowassa ambaye alijiuzuru mwaka 2008 akiingia madarakani mwaka 2005 katika uongozi wa awamu ya 4 wa Jakaya Mrisho Kikwete. Kwa hiyo hao wamefanya kwa nafasi zao katika kuhudumia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na jina hili la Mwigulu Nchemba limekuwa likisubiriwa. Ni nani atakuwa? Maoteo yalikuwa ni mengi, sio mitandaoni, sio kwenye vijiwe vya kisasa vya hivi sasa, vilivyokuwa vinasubiri ni nani ambaye atakuwa waziri mkuu. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni wabunge wenyewe, kama wakiamua wampitishe kuwa waziri mkuu, basi nafasi inayosalia kuwa kwenye maisha ya Watanzania kumshuhudia waziri mkuu ajaye, itakuwa ni wabunge wenyewe waamue, wakimpigia kura za ndio zote zikienda kwamba ni huyu tunayemhitaji awe kiunganishi baina ya serikali lakini pia na bunge, basi ni shughuli ambayo tunaisubiria hivi sasa. Kwa Mwigulu Lameck Nchemba ametenda mengi, ikiwemo katika nafasi mbalimbali, kuunganisha serikali, kupata fedha mbalimbali za kuendesha nchi. Tumeshuhudia akienda nje mara kadhaa katika utendaji wake wa kazi, ili at least kusaidiana na wadau wengine wa maendeleo katika maisha ya kila siku ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kupata nafasi ya ushirika huo ambao umesaidia kwa nafasi hiyo kwa serikali ya Tanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kama nilivyokuambia, alipata kuwa waziri mkuu kwa mwaka mmoja tu, tangu mwaka 61 mpaka mwaka 62, Januari 1962. Akaachia nafasi kwa Rashid Mfaume Kawawa ambaye alishika uongozi huo kuanzia Februari mwaka 1972 hadi Februari mwaka 1977. Ukipiga hesabu hiyo utaona kwamba alishika mamlaka haya kwa miaka 5 ya kiuongozi, lakini baadaye akaingia madarakani Edward Moringe Sokoine, yeye akaingia mpaka mwaka 1984. Lakini kabla ya mwaka 1984 hapo, tunafahamu Edward Moringe Sokoine amepata kuwa waziri mkuu kwa vipindi viwili tofauti. Kuna mawaziri wakuu wawili katika vipindi viwili tofauti wao wamepata kuhudumu katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miongoni mwao ni Edward Moringe Sokoine. Cleopa David Msuya, yeye alishika uongozi huu kuanzia mwaka 1980, lakini pia katika kipindi kingine akaja akashika mamlaka ya kiuongozi huu mpaka mwaka 1984 Novemba. Salim Ahmed Salim, yeye akashika nafasi baada ya kifo cha Edward Moringe Sokoine Aprili 1984. Tunakumbuka Edward Moringe Sokoine akiwa anatoka hapa bungeni akipita pale Morogoro akapata ajali ya gari ambayo ilikatisha ndoto zake na ikazua huzuni kubwa kabisa kwa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukawa tumempoteza Edward Moringe Sokoine. Kwa hiyo katika madaraka hayo akaingia Salim Ahmed Salim ambaye kiuongozi alihudumu kutoka Aprili 1984 hadi Novemba 1985. Katika uongozi wa awamu ya pili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Ali Hassan Mwinyi, aliingia mwanasheria nguli kabisa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amepata kuwa waziri mkuu ambaye alianza kushika mamlaka hayo Novemba 1985 hadi Novemba mwaka 1990. Huyu ni Jaji Josefu Sinde Warioba, akashika mamlaka hadi mwaka 1990, na yeye aliteuliwa kipindi hicho
akapata nafasi pia kuwa waziri mkuu. Lakini mwaka 1990 mwezi Novemba, John Samuel Malecela, kifahamika enzi hizo kama Tingatinga, yeye akapata nafasi ya kuhudumia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama waziri mkuu wake kuanzia Novemba 1990 hadi Desemba 1994. Yeye alikuwa mbunge wa Mtera hapa hapa Dodoma, na ili jimbo la Mtera hivi sasa linaitwa jimbo la Mvumi. Katika hali ambayo pia ilikuwa ni kama surprise, tunasema vijana wanasema surprise package yenye kushangaza zaidi, pia katika uongozi wa awamu ya 3 ya Rais Benjamin William Mkapa, Mwenyezi Mungu amrehemu, akalitaja jina la Frederick Tuwe Sumaye Novemba 1995, mwezi Novemba kama huu, kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na jina hilo likapitishwa, na yeye alihudumu kwa miaka 10 hadi Desemba mwaka 2005, ambapo akashika uongozi Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kama rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Edward Ngoyai Lowassa, Mwenyezi Mungu amrehemu, naye akaingia madarakani Desemba mwaka 2005 na akashika uongozi hadi Februari mwaka 2008, na yeye alijiuzuru nafasi hiyo hapa hapa bungeni Dodoma. Na kwa nafasi, kwa sababu alijiuzuru, inamaanisha serikali ikabidi nafasi yake, alipoondoka kwenye nafasi yake ikabidi serikali ivunjwe na kuunda baraza jipya la mawaziri, na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akaja na waziri mwingine mkuu mpya, Mizengo Peter Pinda, yeye akiwa ni waziri mkuu wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Desemba mwaka 2008, na akahudumu katika serikali hadi Februari mwaka 2015. Kassim Majaliwa yeye aliingia madarakani Novemba mwaka 2015 hadi Novemba mwaka 2025 tunapozungumza hivi leo, na anayejulikana sasa. Ulikuwa ni maswali mengi yanasubiriwa, watu wanauliza ni nani atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya 6 muhula wa pili. Jina ambalo limetoka kutangazwa hapa ni la Mwigulu Lameck Nchemba, bunge la 13, atakaye simama humo bungeni akiwakilishi cha uongozi ama kiunganishi baina ya serikali lakini pia na bunge ni yeye. Tunasubiri kura kama zikimpitisha hapa, basi nafasi itakayokuwa inafuata ni kwenda kuapishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyo matakwa ya kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamsema ni nani huyu waziri mkuu, na misingi yake ya utendaji wa kazi inabidi iweje. Katika fungu lake la 51 kifungo kidogo cha 3 nasema bila kuathiri masharti mengine ya katiba hii, waziri mkuu atashika kiti cha waziri mkuu hadi pale siku ambapo rais mteule ataapa kushika kiti chake, na siku ambapo atafariki dunia ikiwa katika madaraka, au siku atakapojiuzuru, au siku rais atakapomteua mbunge mwingine kwa waziri mkuu, kama ambavyo imefanyika hivi leo, atakapoacha kushika kiti cha waziri mkuu kwa mujibu wa masharti mengine ya katiba hii. Fungu la 52 ibara ya 52 inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Pia waziri mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Katika utekelezaji wa madaraka yake, waziri mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Lakini pia waziri mkuu atawajibika kwa rais kuhusu utekelezaji wa madaraka yake, inasema ibara ya 53 katika kifungo kidogo cha kwanza. Na kwa mamlaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mamlaka ya rais ndiyo itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya serikali ya Tanzania kwa ujumla, na mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana waziri mkuu akiwa hapa bungeni, yeye uhusika kujibu maswali, na katika kipindi kilichopita kulikuwepo na maswali ya papo kwa hapo kwa waziri mkuu ile siku ya Alhamisi. Kutakuwa na utaratibu mwingine wa tofauti kwa waziri mkuu ajaye. Hayo ni mambo ya kusubiri na kuona, na
yeye akiwa kiongozi wa mawaziri watawajibika moja kwa moja kuyajibu ya serikali kutoka kwa wananchi, na wananchi wenyewe ndio wabunge waliomo humu bungeni. Kwa hiyo kama Watanzania watakuwa na mambo ya kuuliza serikali kuhusiana na kila ambacho wanahitaji majibu ya kina, basi wananchi wenyewe ndio wabunge ambao wako humu bungeni watahusika katika hilo, ili kuhakikisha kwamba wanapata iliyo haki yao kupitia kwa waziri mkuu anayepatikana hivi leo. Kwa ufupi, tunatengeneza dezeni sasa. Tangu nchi yetu ipate uhuru, tumetengeneza dezeni ya mawaziri wakuu, yani mawaziri wakuu 12 wa nchi ya Tanzania. Dr. Mwigulu Nchemba, msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini mchumi pia, mbunge wa Iramba Magharibi, anatarajiwa hapa kupitishwa ama kuthibitishwa na wabunge. Miaka yake 50 tangu azaliwe ya kiutendaji. Tunasubiri kuona damu hiyo changa kabisa, tunaweza kusema damu hiyo changa kabisa, namna itakavyotenda kwa ajili ya maisha ya Watanzania, na imani iliyopo itamegwa kuwa kitu ambacho kitaleta matokeo. Kila moja anasubiri na kuona yale ambayo yatatekelezwa. Mapema tukizungumza na baadhi ya wabunge, ni mbunge wa aina gani wao wanamtaka kuwa waziri mkuu atakaye kuwa kiunganishi, lakini pia kuisaidia serikali katika utendaji na kumsaidia Mheshimiwa Rais. Walisema sana wanamhitaji waziri mkuu mchapakazi, waziri mkuu mwaminifu, waziri mkuu mtendaji ambaye atakwenda ana kwa ana kusaidia serikali ili itende bila kusuasua, kwa sababu kupitia yeye kama kiranja mkuu wa viranja wengine ama wa mawaziri wengine, atahakikisha kwamba wizara kama ambazo ziko chini ya ofisi yake zinatenda kwa ajili ya kupeleka maji maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ile kampeni ya kumtua mama ndoo kichwani iendelee. Ukiranja wa waziri mkuu utashughulika ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma hizo, huduma za elimu kote nchini, msingi mkubwa kabisa wa kuondoa ujinga na maadui watatu waliowatangaza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yatahakikishwa kwamba kiwango cha elimu nchini Tanzania kinapanda, lakini pia wale ambao hawajapata fursa bado wanaipata fursa hiyo. Miundombinu ya elimu iwe bora ama miundombinu bora. Sera ya elimu ambayo hivi sasa imejijenga zaidi katika masuala ya amali ama ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, basi usimamizi wake kupitia waziri mkuu kwa mawaziri mpaka kwenda kwa wakuu wa mikoa huko, lakini pia kwa wakuu wa wilaya, nafasi hiyo itasimama pale kwa waziri mkuu kuhakikisha mambo yote yanakwenda uzuri. Waziri mkuu tarajali Mwigulu Lameck Nchemba alianza shule ya msingi mwaka 1987 pale Makunda shule ya msingi. Akahitimu mwaka 1993 mkoani Singida, lakini pia katika elimu yake ya kidato cha 4 alisoma pale Iliboru Sekondari Arusha, Tanzania. Kijana huyu akiendelea kukua, kijana barobaro, na katika masimulizi yake mengi huwa anasema yeye ni kijana kutoka familia maskini, kijana kutoka familia zile za kipato cha chini, akajibidisha sana katika elimu. Kuna picha zake maarufu sana huko kwenye mitandao ya kijamii, na yeye huwa alikuwa haoni aibu kuzisema kwamba yeye ndiko alikotokea. Kijana aliyekuwa anachunga ng'ombe huko, muda mwingine kuna picha yake maarufu sana akiwa machungani na ng'ombe akishikia fimbo mabegani. Pasi na shaka leo inaweza kutembea sana kukumbushia enzi za kula alikotoka Mwigulu Lameck Nchemba, na yeye mwenyewe ndiye aliweka huko mitandaoni kuonesha kwamba alipotoka ni mbali mpaka kufikia kipindi hicho akiwa waziri, na ni kutoa hamasa kwa watoto wote wa Tanzania, haijalishi unatoka katika familia gani. Hivi leo Mwigulu Lameck Nchemba ambaye kipindi kilichopita alisema yeye ametoka familia maskini kabisa, ila katika majitoleo yake na kujibidisha katika elimu, akiisaka sana elimu isimwache aende zake, basi ndipo tunaweza kusema kile alichokipambania katika kutafuta maisha hivi leo kinakuwa ni fahari kwa Watanzania wote. Iliboru Sekondari Arusha ilimtoa kijana huyu
mwaka 1994 akiwa kijana mdogo bado, akahitimu vizuri mwaka 1997. Na katika kupiga shule ileo ana ni kama nyumba nyingine hapa Singida na Dodoma Simbali. Alichaguliwa kwenda katika elimu ya juu ya sekondari ama advanced level Mazengo Sekondari hapa Dodoma mwaka 1998, akahitimu kwa miaka miwili hadi mwaka 2000, na akapata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea shahada ya awali ya masuala ya uchumi, Bachelor of Economics, kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2004. Akahitimu Mwigulu Lameck Nchemba kama mchumi wa mwanzo kabisa akiwa na shahada yake ya awali, lakini akaendelea kuweka mizizi yake katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akaona asiende mbali sana, hapa elimu Tanzania yatosha kuondosha ujinga na kujipatia maarifa. Akazifunua kurasa za vitabu, akabaki chuo kikuu cha Dar es Salaam na kupata masters ama degree, shahada ya pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bado hakwenda mbali sana. Kuna wengine wanaamua amesoma uchumi, sasa hivi atakwenda kusoma masuala ya siasa, political science, ama ataenda kusoma masuala ya uongozi wa umma, lakini Mwigulu Nchemba akabaki na kwenye rada moja tu kwenye masuala ya uchumi, Masters of Economics mwaka 2004 hadi mwaka 2006. Akahitimu kwa miaka miwili akipata shahada hiyo ya pili ya masuala ya uchumi. Mwigulu Nchemba huyu akaona hatoenda mbali tena, akabaki hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2012 hadi mwaka 2018 akaitafuta PhD, Doctor of Philosophy ya masuala ya uchumi. Yeye ni daktari wa masuala ya uchumi, na yeye bila shaka amekuwa akitambia hiyo nafasi yake kwa sababu ni msomi. Amesema mimi ni mchumi mbobezi, na amekuwa akionyesha hapa bungeni. Kwa hiyo daktari huyo wa uchumi, Dr. Mwigulu Nchemba, amesoma hapa Tanzania kuanzia shule ya msingi pale Bakunda, akapata PhD ama profesa huyu wa masuala, daktari huyu wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwanzo mwisho Dar es Salaam, Arusha, Dodoma. Kutoka Singida akaenda zake Arusha, akarudi Dodoma, chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kote huko akapata elimu iliyomsaidia. Lakini pia ana chocheti cha masuala ya uongozi kutoka Uongozi Institute, taasisi ya uongozi. Alisoma mafunzo mafupi haya mwaka 2002. Kwa hiyo kote huko yupo. Nafasi zake za kiuongozi zimejigawa katika makundi mbalimbali na masuala yake ya ajira. Huyu ni mchumi pia wa daraja la kwanza, alipata kufanya katika Benki Kuu ya Tanzania, ni Bank of Tanzania, kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2010. Kwa hiyo ametenda katika Benki Kuu ya Tanzania akiwa mchumi daraja la kwanza, kabla ya kuondoka huko na kuingia katika uga wa kisiasa. Alipokwenda kubisha hodi pale Iramba Magharibi, akapata nafasi hiyo ya kuchaguliwa kuwa mbunge, alikiachana na masuala ya uchumi kule Benki Kuu. Uzoefu wake wa kisiasa umetandawa katika njia nyingi. Tunaweza kupitia walau kuendelea kumfahamu ni nani huyu ambaye Rais Samia Suluhu Hassan amempendekeza kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ndo kwanza unamfuatilia Mwigulu Nchemba, hajaanza leo. Tangu alipoingia bungeni mwaka 2010 alipata nafasi ya kiuongozi, kufanya katika nchi ya Tanzania, na tangu mwaka 2010 akiwa mbunge, akarejea mwaka 2015 mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka wakati huu tunapozungumza. Lakini amepata kuwa mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha mwaka 2010 hadi mwaka 2012. Lakini pia alipata kuwa mjumbe wa kamati ya bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2013. Mwigulu Nchemba huyu katika Chama cha Mapinduzi, kijana wa Chama cha Mapinduzi huyu, amepata kuwa muhazini wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka 2012. Pia amepata kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi
inakumbukwa ule mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Kwa hiyo unaweza kutazama kwamba katika utendaji wake amekuwa akiaminiwa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya chama, lakini pia ndani ya bunge na serikali kwa ujumla. Kutoka kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi mwaka 2012 hadi mwaka 2015, akarejea bungeni tumeshasema 2015 mpaka mwaka 2020. Lakini Mwigulu Nchemba huyu pia amepata kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2016 hadi mwaka 2016. Ilikuwa ni kipindi kifupi tu alifanya kazi hiyo katika wizara ya kilimo, wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi. Tunakumbuka pia nafasi nyingine ambazo amepata kuzitumikia katika serikali akiwa waziri, ukiachana na kipindi kifupi ambacho alitengeneza nafasi yake kama waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nafasi nyingine ambazo amepata kuzifanyia kazi ni mwaka 2020 alipoteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, akichukua nafasi ya Dr. Agostino Philip Maiga. Na itakumbukwa pia kwamba 2016 alipotoka kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, alibadilishiwa wizara kuwa waziri wa mambo ya ndani kwa mwaka 2016. Isivyo bahati kwake, mwaka 2016 aliondolewa katika wizara hiyo ya mambo ya ndani mwaka 2018 na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli. Lakini mwaka 2019 alipata, ninakumbuka ni miongoni mwa nyakati ambazo alipata misukosuko. Pia alipata ajali, gari lake likigonga pundamilia barabarani alipokuwa akisafiri, lakini akapata matibabu, akarejea katika nafasi yake, na tunafahamu mwaka 2020 akarejea kwenye uongozi akiwa ni waziri wa katiba na sheria, na hadi Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akamteua kuwa waziri wa fedha na mipango, akisaidiana na viongozi wengine katika kuhakikisha kwamba maisha kila siku yanaendelea Tanzania. Na fedha, utozaji wa kodi, amekuwa ni muumini ambaye amesimamia zoezi la kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa kwa njia iliyo halali, ili kuhakikisha kwamba wigo wa walipa kodi nchini Tanzania unaendelea kuwa mkubwa, na kila Mtanzania aliye na nafasi ya kufanya kazi anachangia katika pato la taifa hili kwa kulipa kodi zilizo halali, na kuondosha ile dhana ambayo ikifika muda wa kodi, mwaka wa fedha ukikaribia kuisha, watu madukani ama wafanya biashara wanaanza, wakiona tu TRA wanaingia njani, wanaanza kufunga maduka, kimbia. Miongoni mwa vitu ambavyo alifanya ili kuimarisha hali ya mambo, ili kuleta msawazo katika masuala ya ukusanyaji wa kodi, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa, maafisa wa TRA wanakuwa ni marafiki wa wafanya biashara, lakini pia sio kulegeza kamba sana, maana kodi haijawahi kuwa rafiki tangu misingi ya dunia inaumbwa. Haijawahi kuwa rafiki. Hata Zakayo, mtoza kodi wa enzi hizo, alikuwa ni adui mkubwa sana wa watu mitaani kwa sababu ya shughuli ya kutoza kodi. Na hivyo Mwigulu Nchemba alipokuja na mpango wake wa kuhakikisha kwamba wafanya biashara wanalipa kodi yao, masuala ya ushuru huko kwenye halmashauri, vyote vinaenda kwa njia ambayo kila Mtanzania ataona kwamba anayo sehemu kubwa ya kutoa ama kutoa kodi yake kwa ajili ya kujenga nchi, ili barabara tunazozipitia, iwe mijini ama vijijini ambako TARURA na mijini baadhi ya maeneo wanashughulika, kila mmoja ahakikishe kwamba anatia mkono wake katika utendaji na uendeshaji wa serikali, kutoa huduma za kijamii. Barabara zijengwe kutoka mashambani huko ambako kuna mazao mengi nchini kuelekea kwenye maeneo ya masoko, na ili barabara hizo kama zimejengwa kwa kodi zetu, itarahisisha hata bei ya bidhaa kutoka huko mashambani zifike vizuri huku bila kupandisha bei, lakini pia mkulima mazao yake yasiharibikie njiani kutokana na ubovu wa barabara. Mwananchi ambaye anataka kwenda hospitali apate huduma, unaenda hospitali, umeshaandikiwa dawa, ukafate dawa maili ama kilomita
kadhaa kutafuta dawa. Ili hayo yote yawezekane, kodi yako Mtanzania, hamasa ni kwamba uilipe kodi ili upate dawa pale pale. Na huduma nyinginezo nyingi, shughuli za umeme, watu tulikulia tukizoea vibatari, lakini kodi ambazo zinakusanywa kwa usimamizi kutoka Wizara ya Fedha, lakini pia na TRA wakiwa viranja katika hilo, ili kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea na watu hivi sasa, kwa sababu ya nishati ya umeme iliyopo hata huko vijijini, vijana wapunguze ule mwendo wa kuja kuhamia mjini kwenda kutafuta fursa. Kukiwa na umeme pale, vijana wameanza kufungua biashara zao hata maeneo ya vijijini, kwa sababu umeme upo unaunguruma muda wote. Wenye kufungua saloni zao, watu wanaochomelea, mambo yaende kisasa, na hatimaye hata masuala ya nishati safi yawe ni sehemu ambayo watu wakitumia umeme wakiwa vifaa vya matumizi ya umeme vikifika majumbani mwao, basi inakuwa ni rahisi kuyajenga maisha na kwenda na dunia kama ambavyo hivi sasa tunaitaka. Kwa hiyo Mwigulu Nchemba huyu ambaye wabunge walikuwa wanasema kwamba wanamtaka kiongozi ambaye atakuwa na sifa hiyo muhimu ya uwajibikaji, ufuatiliaji, kiongozi ambaye ataendana na rais katika maono ya kujenga Tanzania wote kwa pamoja. Pasi na shaka wao wataamua ni nani ambaye atashika nafasi hiyo kwa kura zao, na kama itakuwa ni vinginevyo, kura zao na ndio yao ndio itakayotuletea yale ambayo watakuwa wanatakiwa wayafanye kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tuendelee kukumbushana pia kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, mtu anaweza kujiuliza, wabunge wakikataa kwamba hatumthibitishi waziri mkuu kwa kura, ni nini kitatokea? Maswali hayo yanaweza kuwa yanaulizwa. Mtu anajiuliza itakuwaje? Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 53 kifungu kidogo cha 6 nasema, endapo hoja ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu itaungwa mkono na wabunge wengi, spika atawasilisha azimio hilo kwa rais na mapema iwezekanavyo, na kwa vyovyote vile ndani ya siku 2 tangu bunge lilipopitisha azimio la hoja ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu atatakiwa kujiuzuru na rais atamteua mbunge mwingine kuwa waziri mkuu. Hiyo ilikuwa ni kwa upande kama endapo itatolewa hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu atakayekuwa amechaguliwa kwa ajili ya kuendelea na maisha ya uongozi serikalini, bila kujali masharti ya ibara ya 51 ambayo imetupa mwongozo ni nani anatakiwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge linaweza kupitisha azimio la kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu endapo itatolewa hoja ya kupendekeza hivyo na kupitishwa kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo. Hiyo itakuwa ni shughuli ya kwenda mbali sana, kwa sababu leo litakuwa tu ni kazi ya kupitisha mambo ya kutokuwa na imani naye, yatakuwa ni baadaye kama wataona utendaji wake unalegalega na utakuwa nje ya msingi wa kile ambacho wabunge walikiamini. Na katika utekelezaji wa madaraka yake, waziri mkuu atatekeleza kusababisha utekelezaji wa jambo lake au mambo yote. Sasa ni wazi, baada ya kuahirisha kwa muda bunge kwa takriban nusu saa hivi, spika wa bunge anarejea hapa kuendelea na mchakato wa kumpata waziri mkuu na uthibitishaji wake, na kama alivyoagiza kwa katibu wa bunge ambaye ndiye msimamizi wa shughuli hapa bungeni, kuandaa masanduku na utaratibu mzima wa upigaji wa kura ama shughuli ya uthibitishaji. Spika wa bunge siwa linatolewa pahala pake ili kuyarejesha mamlaka ya bunge kamili, na linawekwa hapo kumwelekeza ama kumpa nafasi yake spika wa bunge Musa Azan Zungu ili aendelee na utaratibu wa kuhakikisha kwamba tunampata hivi leo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anakielekea kiti chake, na mimi niachie maiki yangu tumpe utaratibu wake spika Musa Azan Zungu aendelee na kila ambacho wa Tanzania wamekisubiri kwa muda, na mbarika hivi leo inavunjwa hapa.